Nimugambe nyamuraje kujimuhira cyane akahira. Ewe bwana wapora mna muganga ulonga nilonga uganga ulanga ulanga nikuzoza uganga unilomwa ugaya baba bakere nika wagosi wa mukaya niye osinge kwa mwana osinge kwa mwiguru osinge kwa santura osinge kumbaroro naona kuna mgeni. Mtaalamu, aisee nimekuja hapa na shida moja. Ninaijua kilichokuleta hapa, najua tatizo lako ni nini. Kwa hiyo mganga, unataka uniambie shida yangu unaifahamu? Unatoka nyumbani, mizimu ya mababu, mizimu ya mashangazi, mizimu ya kolelo, mizimu ya baharini imeniambia kuna mjukuu anakuja ambao ni wewe. Ulifanya kitu kibaya. Maisha yangu yamekuwepo kama ya mkimbizi. Nimekuwa ni mtu wa kuhamahama kila muda, kwa sababu vitu vinavyonitokea mimi ninashindwa kuelewa kabisa. Yani nashindwa kuelewa msaada huu, yani napata wapi ili niweze kuwa huru. Kwa hiyo mganga, unanisaidiaje? Kwa hiyo unajua kujua shari kipi pamoja kama unaweza kuniambia umefuata nini hapa mpaka kwenye kilinge changu? Kilichonileta hapa, sihitaji umpe msaada huyu kijana. Endapo ukimpa, kitakacho kukuta. Wewe ni mtoto mdogo sana, tena mdogo mno. Hata kwenye kiganja changu hauenei, ni mdogo sana wewe. Sasa kama mimi ni mtoto mdogo, kwa nini wakati nimeingia hapa umeshtuka? Acha nikueleze ukweli. Endapo ukitoa msaada, kitakacho kurudi, sina msaada na wewe. Sasa kwa kuwa wewe unataka kucheza na moto, mimi sizimiki hata kwa maji. Subiri kidogo. Unajua moto wangu, ungejaribu ukaona moto wa mimi Kalongo kutoka himaya ya mizimu ya Kolero. Unanitishia mimi na kumsaidia, nitamsaidia. Haya, unaenda wapi huko? Nikuulize wewe. Uniulize? Na wewe unakimbilia nini? Kinachokutoa ndani unaenda nje ni nini hasa? Kuna taimu. Kinachokukimbiza ni kitu gani? Makaburi nakwambia, huko nilikotoka. Huko makaburi. Unanicheka? Yaani ukubwa wote huu unaogopa makaburi? Makaburi. Nashangaa unatoka tu hapo unanyanyua miguu yako unakimbia. Haya, shida. Na mimi nisemeje? Mume wangu, kila mtu anaogopa kufa. Kila mtu anaogopa kufa. Tutakufa wote. Acha nikapumzike. Cheka tu. Wewe mume wangu unakaribia kuchanganyikiwa. Yaani unaogopa makaburi? Mjomba,
Nimekuita hapa, nahitaji kuzungumza na wewe machache kidogo. Mke wako alifika hapa, akanieleza kwamba mwenzangu una matatizo, si unaweuka, si unakimbia kimbia tu ovyo, una madeni, unadaiwa sijui gari la watu linafanya nini sijui. Mambo mengi amenieleza. Amenielewa mjomba? Sasa nikasema sawa, asante kwa taarifa. Lakini mimi kama mjomba, kama mzazi, nikasema nikuite hapa ili tuweze kuzungumza, tujue namna gani ya kukusaidia. Mjomba, mimi kwanza wacha nikutoe wasiwasi tu. Mimi nipo sawa kabisa. Mimi nina akili zangu timamu kama unavyoniona. Sijachanganyikiwa. Ila ni kuna vitu tu ambavyo vimetokea ambavyo naweza nikavisolve mwenyewe kwa sababu ni masuala tu ya gari. Gari lile niliweza kuliazima kwa rafiki yangu, kwa hiyo kuna mtu niliweza kumpatia msaada. Nilivyompa msaada yule mtu, ila yule mtu ndo aliweza kukimbia na lile gari. Ila yule mwenye gari nimeshazungumza naye na kila kitu nimeshakiweka sawa, na pia nimekata arabi polisi na wapo wanafanya uchunguzi. Kwa hiyo kila kitu kiko sawa, ila mimi mwenyewe pia niko sawa kabisa. Hivi mjomba, gari lipotee tu, gari kilaisi. Hivi unaelewa gari? Yaani mara mtu nimepa msaada kweli, yaani upotelewe gari kilaisi. Hata kama wewe umemwazima mwenzako gari, haya unakuja kuleta mrejesho kama huo, wewe unafikiriaje? Mjomba, unatambua ninachokuambia ni ukweli mtupu. Mimi ninajua huwezi kuniamini hata kidogo kwa hiki ninachokuambia, ila tu kweli ndio huo. Mjomba, achana bana na mwanamke. Si unajua wanawake hawa, wewe wapi tu, mimi niko vizuri. Usimdharau mwanamke na usimdharau mtu anapokuletea jambo. Lazima uliangalie, na ndio maana mimi nikatumia busara zangu kukuita wewe, kukuelekeza nijue tu namna gani na wewe mwenyewe nikusikilize. Japokuwa na yeye ameniambia kimarefu, lakini nataka nipate ukweli kutoka kwako. Na kama umethibitisha hilo, hakuna jambo lolote baya, basi mimi nipinge takuwa nani. Kwa makini bwana. Hilo hamna shida. Ndugu yangu, kama nilivyokueleza, hizo ndio changamoto ambazo nimepitia. Kwanza pole sana. Hali unayopitia wewe ni hali ngumu sana, na hiyo hali sidhani kama mwanadamu wa kawaida anaweza kupambana nayo, kwa sababu unadili na viumbe ambavyo vina nguvu. Dada, nimekuja na shida moja. Shida gani? Huyu mume wangu, yaani sasa hivi simuelewi kabisa. Yaani kama vile mtu kachanganyikiwa vile. Nilikuwa naomba kama una msaada wote wa kunisaidia, una uwezo wa kunisaidia. Kachanganyikiwa? Kachanganyikiwa vipi yani unamaanisha? Yaani kila akija nyumbani yuko hai. Yaani nashindwa kumuelewa kabisa. Yaani huyu mtu hashikiki sasa hivi. Kila kumweleza hili natokea huko, naingilia huko, natokea huko. Yaani simuelewi kabisa kiufupi. Nilikuwa naomba kama una namna ya kunisaidia, naomba unisaidie. Kusaidiwa? Naweza ngakusaidia. Maana nina mtaalamu wangu huyu. Unajua katokea wapi? Katoka Nigeria. Mimi nina ushauri wangu mmoja tu, kwa sababu katika dunia hii hakuna kinachoshindikana mbele ya Mwenyezi Mungu.
hebu nakuomba shida zako umpe Mungu. Nikiwa namaanisha kwamba jaribu kuwaona wachungaji wakusaidie kwa maombi, jaribu kuwaona viongozi wa dini wakusaidie. Peke yako huwezi. Kaka, unachozungumza ni kitu cha kweli, kwa sababu ujue hivi vitu mimi vinavyonitokea kabisa, yani kabisa ninaona hawa ni walimwengu hawa. Lakini mimi yani kwa ushauri wako ulionipatia, hakika naamini nikimtumikia Mungu vizuri, nikamwabudu Mungu, naamini nitakuwa sawa kabisa. Yani naamini shida zangu zote zitaisha. Asante kama umenielewa, kwa sababu ni kitu kizuri kama utakuwa umeelewa. Na kitu kingine, mwenendo wa maisha yako, jaribu kujichanganya na watu. Mwanangu, mimi nakuonaga wewe uko peke yako tu, kujichanganya yani. Nachomaanisha kwamba jaribu kuwa na marafiki wa karibu, watakusaidia japo kwa ushauri. Kaka, unachozungumza ni kweli. Mimi ni mtu wa kujitenga, lakini kitu kimoja, unajua najitenga kwa sababu ya haya mambo ambayo yanayotokea. Lakini sawa, nitalifanyia kazi hilo. Wala usijali. Na wacha mimi bana, nimekuja kwa sababu nikusikilize na zingatia ushauri wangu. Wacha mimi basi niende kufanya issue zangu zingine. Basi sawa, nashukuru. Haya, asante. Tuko pamoja. Haya, siku nyingine. Wala usiofu. Nikabidhi Mungu tu. Asante. Dada, usiniambie. Ila tatizo uwe na sasampa. Kwa hiyo swala lako hapa limeisha. Hilo halina shida dadangu. Ilimradi yule apone. Akipona, hilo halina tatizo. Basi sawa dada, mimi nimekuelewa. Basi naomba nikuache nikaendelee na majukumu mengine. Sawa, kaendelea na majukumu, lakini swala ndio hilo. Maokoto mbele. Maana yule baba ni kiboko. Hamna shida. Na mimi nitaendelea kumshawishi. Kama akinikubalia, kesho tutatia nguo hapo. Basi haina shida. Imeisha hilo swala mdogo wangu. Asante dada. Mimi mwenyewe nishasaidia mambo mengi tu. Hana shida hiyo. Nisikilize, mume wako hajalogwa, ila tamaa zake zimemponza. Mtaalamu, yani leo nimekuja, yani nataka yule binti umchukue, umweke kwenye chupa, umweke kwenye kibuyu chako, yani wewe mwenyewe ndio utajua utamuhifadhi wapi. Ile siku mwenyewe tumemwona, yani ile siku alivyokuja hapa mimi nikakimbia, lakini nahitaji msaada, na kama hayo masharti wewe nipo tayari kuyafanya hayo masharti, kuyatekeleza. Ninachohitaji msaada tu. Hata leo Mimi yule Kwani wewe ni nani? yeye anajua kila kitu kinachoendelea. Wewe vipi, mbona uko haya shida nini?
Hebu njoo tuongee bwana. Tayari tena tumekutana huku, si ndio? Wewe unachanganyikiwa. Na tena sio kuchanganyikiwa tu. Wewe una matatizo. Hivi wewe mganga, hivi mimi unanichukuliaje? Unaniona mimi ni mjinga, si ndio? Hebu sikia. Unavyoniona sasa hivi, huu mguu huu natoka shamba naelekea Kilingeni. Inakuwaje unaniambia kama umenikuta Kilingeni? Alafu hebu nisikilize vizuri. Acha kunivunjia heshima. Mimi sio mtoto mdogo wa kunichezea chezea. Kama umekuja kunijaribu, nitakubadilisha bata. Mjinga wewe. Sasa mganga, kama mimi nina matatizo, wewe si ndio wa kunisaidia mimi? Sasa iweje wewe pale unaniambia mimi ndio yule? Hivi mganga, mimi ni mtu mzima na akili zangu, sinichukulie mjinga. Sasa kama umeshindwa kule kunihudumia, utaniona kwa pressure wewe. Hapana mjomba, siwezi kukua. Yaani hapa mpo mwenyewe nimechanganyikiwa mjomba. Nini tatizo? Mjomba. Hebu kaa chini. Mjomba, yale mambo nilokusimulia ya mume wangu leo amenitokea na nimejua nini kile kinachomsumbua. Yamekutokea nini tena? Kanitokea mwanamke. Amenitokea mwanamke mjomba wa ajabu. Mwanamke? Ni mwanamke wa ajabu mjomba. Haiwezi. Yaani mwanamke atakutokeaje? Mjomba, mimi siwezi kukuficha wala siwezi kudanganya haki ya Mungu tena na kuapia mjomba. Niamini kwa hilo mjomba. Naanza kupata picha. Inawezekana huyu mjomba anatafuta mali za dhuluma. Anatafuta mali za manyoka. Na kama sio mali za manyoka, itakuwa labda kadhulumu kitu cha mtu, sasa kinamsumbua. Na kama sivyo, itakuwa lile gari ndio sasa linaanza kumsumbua. Inawezekana mjomba. Na asilimia kubwa itakuwa ni hivyo. Sasa basi, mimi kama mjomba nataka uende ukamwambia. Sawa? Mjomba amesema kwamba unieleze kila kitu ili tujue wapi pa kuanzia tuweze kumsaidia. Vinginevyo ili swala ni gumu sana. Ili swala ni kubwa sana. Na tukilifumbia macho hili litatafuna hadi ukoo mzima. Yaani nakwambia, kwa sababu fedha ambazo sio halali, mali ambazo sio halali zinatafuna ukoo mzima. Kwa hiyo unaomba ukae naye chini, umwelekeze vizuri kwa utaratibu, akueleze kila kitu ili tujue wapi pa kuanzia. Hapana mjomba. Mimi kama haya mambo yataendelea hivi mjomba, mimi ndio itanishinda. Siwezi. Asiponieleza ukweli mjomba, mimi naondoka. Sababu naona kabisa. Na hata hivi unavyokimbilia huko, mwisho siku utakuja hii nyumba na mimi nitaiona chungu. Naomba hilo swala uniishie huko. Yaani mimi ukishindwa tu mimi nitakuja mimi mwenyewe huko. Kwani anakuwa tabia kiasi hicho? Basi mjomba, mimi naomba nikuache. Hamna shida. Sawa mjomba, tutaona tena. Sawa. Mjomba. Msisitize bwana. Sawa mjomba. Swala gumu hili. Nimekuelewa. Hivi kwa nini hao vijana wanapata tamaa kiasi hichi? Yaani unashindwa kutafuta mali za halali, fedha za halali, ukaenda kujishirikisha kwenye ushirikina. Sasa wewe joka likiingia humu ndani likitumeza humu. Haya, mimi mwenyewe Mume wangu, nimekuitia jambo hili moja tu. Naomba uniambie ukweli. Kuna kitu gani unanificha mimi? Hivi mke wangu,
tunalala pamoja, tunaamka pamoja. Mimi nikufiche? Mimi nikufiche kweli kabisa, nikufiche? Haya, ni shida gani ambao wewe, au ni kitu gani ambacho wewe unataka mimi nikuambie au nikufanyie labda ili ulizike? Mume wangu, unajiongelesha bila hata aibu. Huoni hata aibu kwa mambo yote unayefanya haya na kuhangaikia mimi mkeo kujua labda unaumwa na kutafutia dawa na hangaika kupiga simu kwa ndugu zako kuhisi labda umelogwa. Mke wangu, nisikilize, kitu sichokijua, hizo ni husuda za watu tu. Yaani hivi tunavyoishi mimi na wewe, tuna furaha nini, wao hawapendi wakituona. Usinikatalie endapo kwa macho yangu mawili naona. Mimi sio chizi mume wangu. Mara mume wangu tudaiwe madeni ya magari, mara sijui mume wangu. Hivi mume wangu kweli bado nimetoka kwa mjomba wako nikamwelezea kila kitu. Na kanambia unaambia ukweli. Au unataka kuanza kututoa kafara? Unatafuta hela za majini mume wangu eti? Mke wangu, mimi nikwambie kitu kimoja tu ambacho ukijui. Mimi kuna mtu nilimpatia msaada. Na nilivyompatia msaada, huyo mtu ndio kaondoka na hilo gari, na hilo gari ndio la Tanasi. Ndio maana kila muda Tanasi unamuona hapa akawii hapa nyumbani. Kila muda anakuja. Mimi nimefanya nini? Sijui. Naona tu unafoka. Uwezi ukanificha tena kitu. Endapo kwa macho yangu mimi mwenyewe amenitokea mwanamke wa ajabu. Kaplatika kapotea. Ndio haya anayekutesa wewe mume wangu. Unashindwa tu kuniambia. Unakuja mara unakimbia, mara umechanganyikiwa, mara hueleweki mume wangu. Na kanieleza kwamba unajua kila ulichokifanya. Haya yote yanayokutokea wewe, unajua ulichokifanya. Sasa hapo usiendelee kunificha. Niambie ukweli. Mpe mtu msaada. Mara aondoke na gari. Hivi inakuingia kilini kweli? Inakuja hiyo? Tambua sasa hivi kuna mauzauza mengi yanayotokea. Mimi ndio hivyo, ndio maana unaniona nadaiwa gari kila muda. Kama wewe unasema ninakuficha, mimi nikufiche nini wewe? Sembuse niende pembeni nikamwambia mjomba. Na hata mjomba mwenyewe anasema nimemficha nini? Mjomba mwenyewe nimemwelekeza hicho kitu. Mimi nadaiwa gari na shida nikilili. Usiendelee kujibaraguza mume wangu. Usiponiambia ukweli, mimi humu ndani nitaondoka. Siko tayari kutekeleza familia mimi. Sasa mimi utaniachaje? Siwezi kushiriki upumbavu wako mimi. Yaani wewe mwanamke wewe. Ungejua mimi ninachopitia. Yangekupata wewe, ungejua unafanyaje.